Sasa baada ya matokeo ya kidato cha 4 kutoka siku ya jana tarehe 31 mwezi wa kwanza, leo nimekuandalia utaratibu wa private candidate wa jinsi ya kujisajili ili kupata nafasi ya kufanya tena huo mtihani, yani kurudia. Kama kuridhika au kuna ndugu wa kuridhika na matokeo au rafiki yako, huu hapa ni utaratibu wa kurudia mtihani mwaka huu wa 2026 kwa kidato cha 4. Jinsi ya kufanya ni rahisi. Usajili umeshaanza rasmi kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 28 mwezi wa pili. Lakini baada ya hapo kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 hadi 31 mwezi wa 3 usajili utaendelea, ila utaendelea kwa kulipa pena. Tutalipa hela ziada kama 15,000 kwa form 4 ili kulipa hiyo gharama ya faini. Jinsi namna ya kufanya, utaenda au huyo anayetaka kujisajili, jambo la kwanza kabla ya kusajiliwa na mkuu wa kituo kwenye mtandao, huyo mwombaji anapaswa kwenda kwenye hicho kituo ili achukue hiyo reference number. Na reference number zinatolewa bure kabisa kwenye hicho kituo anachotaka kufanyia huo mtihani au kwenda kurudia mtihani hapo. Na atafanya malipo ya ada kupitia benki kwa kutumia control number. Baada ya hapo, ufafanuzi kuhusu taratibu na hatua za kufuata ili kutengeneza control number na kusajiliwa unatolewa na mkuu wa kituo. Pale anapoenda kufanyia ule mtihani atapewa utaratibu na atasaidiwa jinsi ya kupata hiyo control number, ambayo control number atatumia kwenda kulipia hiyo hela Baraza la Mitihani la Tanzania au NECTA. Waombaji wote wanasisitizwa kuhakikisha wanajisajili mapema, kwani mfumo wa usajili ukishafungwa mara moja, baada ya kipindi cha usajili kukamilika hautafunguliwa. Kwa hiyo mfumo ukishafungwa basi ndio umefungwa, muda umeisha, itabidi asubiri tena mwaka 2027. Na tangazo hili lilitolewa na katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani la Tanzania, yaani NECTA. Kama bado ulikuwa hujasubscribe, nikukaribisha kufanya hivyo, mdau wetu.